wanasema ni katika episode ya 11. Karibu sana katika episode yetu ya 11. Kama tunakumbuka pale tulipoishia, mwanadada Isabella alifika mkoani, akawa ametongozwa na kijana wa kiume, lakini yule kijana hakuwa amemkubalia. Karibu sana, tusonge mbele twende tukaangalia nini kilitokea baada ya kutongozwa, alikubali au alikataa. Kabla hatujasonga mbele, naomba nikukumbushe usisahau ku like na comment na kushare na kusubscribe. Pia vile vile usisahau kuombea taifa lako. Haijalishi wewe ni Mtanzania, wewe ni Mkenya, wewe ni Mganda, wewe ni wa nchi gani. Usisahau kuombea taifa lako, amani ikatawale. Amani ikatawale kwa wingi katika mataifa yote yaliyoko hapa duniani. Yaani kwenye dua zako usisahau kuombea taifa. Hata kwenye maombi yako usisahau kuombea taifa na kukumbusha. Karibu tusonge mbele katika episode yetu ya 11. Isabella anasema, I say, niliamini kumbe mwanaume akikupenda amekupenda. Yaani kusema ukweli, mimi nilidhani yule mkaka atanitafuta hata saa 3 ya usiku au atanitafuta hata saa 12 ya jioni. Lakini huwezi amini, yule mkaka kesho yake ambayo tulikubaliana kwamba ni siku ya kupeana jibu, alinitafuta saa 1 asubuhi. Yaani mimi naamka asubuhi naenda kuteka maji kisimani, nashangaa kijana amesimama kisimani ananisubiri kana kwamba tulikuwa tumekubaliana tukutane pale. Halo, kumbe kijana akikupenda amekupenda kwa kweli. Kusema kweli nilivyoona ile bidii yule kijana nikajikuta nimemkubalia. Nilivyomkubalia tukawa kwenye kupiga story mimi na yeye. Mara yule kijana akasema, "Alo, hivi umesema unakaa kazini kwako unafanyia wapi?" "Baby, mimi nimekwambia kazi nafanyia Mwanza. Kwani mara hiyo umesahau?" Na yule kijana akasema, "Samahani, si unajua tena mimi na mambo mengi nimeshasahau. Kwa hiyo unakaa Mwanza?" Na mimi nikaitika ndio. Nilivyoitika ndio akasema, "Wow, basi naomba picha ya kumbukumbu tukupige picha." Mara tukapiga picha. Yeye akapiga picha kupitia simu yake na mimi nikapiga picha kupitia simu yangu. Ikabidi niende kukutana tena na rafiki yangu Adelina baada ya kutoka kisimani. Nilivyokutana naye nikaa nikipiga naye story. Nikamwambia, I say, nimepata kijana wa kiume, amenitongoza, nimemkubalia, lakini na wasiwasi naye kama pengine anaweza kawa nitapeli. Adelina akaniuliza, "Huyo kijana ni nani?" Na mimi nikamwambia, "Si unajua tena mimi hapa kijijini na muda mrefu sijakaa, kwa hata simkumbuki." Akasema, "Je, una picha yake?" Na mimi nikamwambia, "Picha ninayo, hii hapa." Adelina akashikwa kigugumizi kidogo, akahema. Nikamuuliza, "Vipi? Kwani hujapenda mimi kupata kijana huyu? Mbona kigugumizi? Mbona unashindwa kuongea?" Akasema, "Dada, aisee, umepata bahati." "Nini?" "Huyu kaka." "Huyu kaka ni tajiri mkubwa hapa. Anafanya biashara kubwa. Anatoa mizigo hapa, anapeleka Dar es Salaam. Anatoa mizigo Dar es Salaam, analeta hapa. Kwa ndugu yangu umepata bonge moja la tajiri." Nikamwambia, "We, usiniambie. Kwa nataka kuniambia kwamba hapa mimi nimeokota dodo chini ya mpera au nimeokota embe chini ya mkuyu?" Yule rafiki yangu Adelina akasema, I say, bahati kama hizi nazitamani sana, lakini ndo kama hivyo mimi nishaathirika na virusi vya ukimwi. Mimi sitaweza tena, na hisi sitakuja kuolewa tena." Na mimi nikamshauri nikamwambia, "Hapana rafiki yangu, usijikatie tamaa kiasi hicho. Iko siku utakuja kupata mwanaume ambaye na yeye ana virusi kama wewe. Hivyo mtaoana, mtaishi kwa kutumia dozi na kinga, na mtazaa watoto wenu watakuwa salama kabisa. Kwa hiyo kuwa na amani."
Rafiki yangu akasema, "Hivyo namjua kaka anaitwa nani?" "Huyu kaka anaitwa Isaac." Yaani ukiulizia jina la Isaac hapa mtaani na wakajua unatoka naye, hakuna mtu atakayeamini jinsi alivyokuwa tajiri huyu kijana. Na mimi kimoyomoyo nikasema, yaani dada angekuwa anajua nilipokuwa natamani kupata mwanaume ambaye sio mzigo kwangu, ambaye nikitafuta cha kwangu ang'ang'ania cha kwangu naye anang'ang'ania cha kwake. Hello, huyu dada ajui. Huyu dada ajui kabisa. Mara Adelina akanishtua, "Vipi? Mbona umekuwa kama kondoo aliyepigwa na jua? Ghafla mara hii umesongwa na mawazo baada ya kukwambia ni tajiri kweli?" Na mimi nikamwambia, "Aisee, hata angelikuwa ni unakuja kuambia kwamba uliyempenda ni tajiri, hata angekuwa ni singeweza." Na mimi nikasema ni kweli. Tuachane na kwa hao wawili waliokutana, mtu na shoga yake, tuje kwa Andrea. Andrea maisha yake yakampiga. Yalivompiga akaenda kulala sehemu moja hivi ni kama godown. Akakutwa na walinzi, wakamuitia mwizi, wakampiga. Kidogo wamuue, akatokea mama mmoja msamaria mwema akasema, "Nyie sikilizeni. Huyo kijana sio mwizi. Ila huyo kijana kama mnakumbuka kuna kijana alishawahi kuuzaga matunda kule kwenye kona. Ndio huyu hapa. Kwa hiyo msimuue, au kama vipi mumchangie nauli arudi kwao huko kijijini." Wakamuuliza, "Kwenu ni wapi?" Kwetu ni Dodoma." "Nauli shingapi? Ongea haraka." "Kwetu sisi nauli ni kama 100,000. Naomba mnichangie. Mimi mkinichangia mimi nitaondoka. Hamtaniona hapa tena. Mimi maisha yangu yamekuwa magumu. Naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie mimi niondoke." Pumbafu. Hivyo nafikiri sisi ni wajinga kama wewe? Rafiki yangu, unabuku hapo. Watu pale wakachangishana. Walipochangishana wakampa ile nauli. Mara akatokea mtu akamkokota, akampeleka kwenye magari yanayoenda Dodoma kutokea Mwanza. Mara akachukua usafiri mpaka Dodoma. Akashuka, akapelekwa mpaka nyumbani kwao. Akauguzwa. Alivyouguzwa, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, hali yake kawa imetengamaa. Ilivyotengamaa katika pita zake, akakutana na mdada. Naye mdada naye si mwingine ni Adelina. Alivyokutana na Adelina, kutoka na yule Andrea ni mzee wa piskali, na yule dada Adelina alikuwa ameumbika, hakumwacha salama, akawa amemtongoza. Alivyomtongoza Adelina naye kutokana alikuwa na virusi vya ukimwi, akawa anaona hapa ndo bahati yangu tayari nishampata kuwa na niongaonga 200, akawa amemkubalia. Mara Andrea akamhitaji kimwili. Adelina akasema, "Nina haraka. Tukutane kesho ndipo jambo lako litatimia." Karibu sana katika episodi yetu ya 12. Twende tukaangalie, je, walikutana, na je, walivyokutana ilo tendo la kimwili walilitimiza au ilikuwaje? Usisahau kulike na kucomment na kushare na kusubscribe. Simulizi yetu inaelekea ukingoni. Karibu sana.